Kwa namna kipekee tuko na mkurugenzi wa huduma za usimamizi na udhibiti katika bodi hii ya pamba, na atatujuza mengi kwa siku njema ya leo. Na kukuongozea matangazo haya, mahojiano haya kwa siku njema ya leo, mimi ni Rose James Kipeleka kwa niaba ya mwenyeji wetu hapa katika banda hili la bodi ya pamba, Bwana James Shimbe. Karibu tuambatane sote na tushiriki kwa mengi. Habari ya wakati huu? Salama tu ndugu yangu mtangazaji. Hongereni sana kwa kushiriki maonesho haya ya 88 kwa mwaka 2026. Tunamshukuru Mungu. Sawa, kwa kuanza natamani tumfahamishe mtazamaji wa Mwangaza Digital, lakini pia msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, bodi ya pamba hasa inajishughulisha na nini? Bodi ya pamba ni taasisi iliyo chini ya Wizara ya Kilimo ambayo kimsingi inajihusisha, kwanza kabla ya kujihusisha imepewa mamlaka na sheria namba 2 ya mwaka 2001 na marekebisho yake ya sheria ya mwaka 2023 na kanuni zake za 2011, na hayo mamlaka ndio yanatufanya tusimamie, lakini shughuli zetu za msingi kabisa ni kusimamia, kuhamasisha na kuendeleza zao la pamba kwa nchi nzima. Sisi tupo hapa kwa tasnia, kuisimamia tasnia nzima ya pamba ili ifanye mambo yake katika shughuli zote za mnyororo wa thamani, kuanzia kwenye kuzalisha, kuchakata, kuhifadhi, lakini pia na masoko ya pamba nchini. Sawa, mmekuwa na mwendelezo wa kushiriki katika maonesho ya 88, lakini kwa namna ya kipekee kwa mwaka huu 2026, pengine kama bodi ya pamba mmelenga nini hasa zaidi? Of course sisi tunashiriki kila msimu au kila mwaka kwenye shughuli hizi za 88. Sisi hapa kwa kweli tunaleta teknolojia mpya ambazo tunazipata au ambazo huwa tunazibuni kuwafikia wakulima wao wazalishaji wazuri wenye tija. Kwa mfano, ukienda nje kule utakuta kuna shamba la pamba ambalo limelimwa kwa kufuata kanuni bora za kilimo bora cha pamba. Tumeleta teknolojia ambayo tunaonyesha wananchi kwamba ukitaka kupata zao kwa tija ni lazima uwe na upande shamba lako kwa mistari 60 kwa 30. Maana yake unakuwa na mimea pale 44,444 kwa ekari moja. Sasa kwa hiyo tumekuwa tukileta hiyo teknolojia, wananchi wameitikia, na sasa hivi zamani tu walikuwa nalima kwa ekari wanapata miche 22,222, lakini tumedouble. Maana yake plant population kwenye ekari imeongezeka, ile mimea imeongezeka na tija imeongezeka. Zamani walikuwa nazalisha kilo 200 mpaka 250 au 300 kwa ekari, lakini sasa hivi wanaanzia 500 mpaka 2000 kwa ekari. Kwa hiyo hilo ni teknolojia nzuri kabisa ambayo tunawaletea wananchi, lakini pia katika kufikia hapo huwa tunakuwa na mbegu bora zaidi, kama unaweza kuziona hapo chini, ambazo zimeondolewa nyuzi. Uotaji wake huwa ni 80% mpaka 100%. Kwa hiyo tunafanya hivyo badala ya kutumia zile mbegu ambazo zimekuwepo za nyuzi. Kwa hiyo nyuzi zinaondolewa, tunabaki na mbegu ambazo ni pure kabisa kwa ajili ya kupanda kwa ajili ya manufaa ya wananchi. Kwa hiyo hizo ndio teknolojia tunaleta, lakini ukiacha hapo tunaonyesha mnyororo wa thamani wa zao kuanzia shambani mpaka kuchakata upate mafuta ambayo unaona haya hapa ya kula na mashudu unapata, ambapo ni kama unaongeza thamani katika hilo zao. Lakini kabla ya hapo, baada ya hapo unaweza pia ukatengeneza nguo unauza nje ya nchi, kama unavyoziona vitenge pale, mashati, shuka na kadhalika, taulo ambazo zina nyuzi za pamba. Ndio kazi yetu hasa. Sawa, pengine kuna utofauti wote wa kimatokeo hasa kwa miaka nyuma ambao mmeshiriki mpaka kufikia mwaka 2026, ambao wananchi ambao wamefika katika banda hili kujipatia elimu zaidi kuhusiana na bodi ya pamba, lakini zaidi na majukumu ambayo mnayafanya, imeleta matokeo yoyote? Matokeo yapo, tena ni chanya, kwa sababu tumeanza mbali. Zamani hata wakulima wenyewe walikuwa wanasia mbegu kwa kumwaga tu bila kufuata spacing, yani nafasi katika upandaji. Lakini sasa hivi sehemu kubwa, robo tatu ya wakulima kwa mikoa yote 17 wanapanda kwa mistari kabisa, na wanatumia zana za kisasa kabisa ambazo tunarahisisha. Kwa mfano sasa hivi tuna matrekta karibu 600 na kitu ambayo yanasaidia kuwarahisisha wananchi katika kilimo. Kwa hiyo kwa ujumla mabadiliko ni yapo na ni chanya kabisa. Sawa, pengine tukiwatoa wakulima kwa namna moja ama nyingine kuwafikia wananchi ambao wanafika kwenye mabanda haya,
elimu hii inawasaidia pengine na kuhamasisha wao pia kujiingiza katika kilimo hiki cha pamba? Kwanza niseme sasa hivi sio kilimo cha pamba tu. Kilimo cha pamba sasa hivi ni biashara. Kwa hiyo wananchi wengi wamejua kwamba kilimo ni biashara na pamba ni biashara na pamba ni dhahabu nyeupe, kwa sababu katika vipato wanavyopata vimebadilisha maisha yao. Wengi sasa hivi ukiangalia katika maeneo wanaoishi wamejenga nyumba bora na wanaendelea kufanya hivyo. Kwa hiyo kilimo hiki kina tija kubwa sana kwa sasa ukilinganisha na nyakati za nyuma. Kwa hiyo watu wanazidi kuboresha na teknolojia wanazidi kuzipokea na maendeleo yanapatikana. Licha ya ushiriki wenu katika maonesho ya Nane Nane, pengine ni changamoto gani ambazo zinaikabili bodi kiasi kwamba mnatamani zaidi muendelee kutoa elimu hasa kwa wananchi lakini pia kwa wakulima kwa ujumla? Changamoto tunazozipata mara kwa mara, unajua unapofikisha elimu kwa wananchi, kwa mfano katika kusimamia usafi na ubora wa pamba, bado wananchi baadhi sio wote, wanaweka mchanga, wanaweka maji, wanaweka na takataka zingine. Ukianzia kwenye uvunaji, pamoja na kuwa elimu inatolewa, kuna baadhi ya watu wanakiuka taratibu. Hiyo ni changamoto ambayo tunaipata sehemu nyingi, lakini bado tunaendelea. Elimu yetu ni endelevu. Pengine ni changamoto gani ambazo zinaikabili bodi kiasi kwamba mnatamani zaidi muendelee kutoa elimu hasa kwa wananchi lakini pia kwa wakulima kwa ujumla? Changamoto tunazozipata mara kwa mara, unajua unapofikisha elimu kwa wananchi, kwa mfano katika kusimamia usafi na ubora wa pamba, bado wananchi baadhi sio wote, wanaweka mchanga, wanaweka maji, wanaweka na takataka zingine. Ukianzia kwenye uvunaji, pamoja na kuwa elimu inatolewa, kuna baadhi ya watu wanakiuka taratibu. Hiyo ni changamoto ambayo tunaipata sehemu nyingi, lakini bado tunaendelea. Elimu yetu ni endelevu. Tunaendelea kuwafundisha wananchi wafikie mahali waachane na hizo dhana potofu za kuchafua pamba. Tunashukuru kwa maelezo hayo mazuri na tunatamani sasa hivi tupate elimu ambayo inahusiana na hizi bidhaa ambazo umetutajia. Kuna muda ulitaja mashudu, kuna muda ukaambia tuna mafuta. Natamani sasa mtazamaji wa Mwangaza Digital lakini pia msikilizaji wa Radio Mwangaza FM aone na asikie pia maelezo kutoka kwako kuhusiana na bidhaa hizi ambazo zinatokana na pamba. Karibu. Asante sana. Sisi kama nilivyosema kutokea mwanzo, katika mnyororo mzima wa thamani wa zao la pamba, baada ya kulima shamba lako na kuvuna pamba hiyo inakuwa ni pamba mbegu, inakuwa na mbegu na nyuzi. Sasa unaihifadhi mahali salama kwenye gara, na baada ya hapo unaiuza kwa mwenye kiwanda kuichakata. Anapoichakata ndio atakupa hizi, inakuwa katika hali hii. Unaona, hii ni pamba mbegu, si ndio? Sasa hii anaichakata, anapata nyuzi hizi hapa. Sasa nyuzi hizi zimekuwa, mbegu zimeondolewa ambazo ndio hizi hapa. Hizi mbegu hizi kuna sehemu mbili, kuna zile za kupanda na zile za kutengeneza mafuta ya kula. Kwa mfano hizi hapa zikiondolewa nyuzi hizi tunaita linters. Zikiondolewa hizi za juu na haya husks hizi zikiondolewa, anachakata, anapata mafuta ya kula, ndio haya hapa. Sasa hizi husks zinakuwa hizi hapa ambazo zitatumika kutengeneza mashudu na hii hapa chakula cha mifugo. Kwa hiyo wanyama wanakula, binadamu wanakula. Lakini kwa upande mwingine unapata hizi mbegu ambazo zimeondolewa hizo linters kwa ajili ya kupanda, kurahisisha kwenye udongo uotaji wake. Na tunazichanganya na dawa moja inaitwa Bronocot ambayo inazuia wadudu kuzishambulia mbegu zikiwa ardhini. Kwa hiyo tukiendelea hivyo, unaweza ukaenda zaidi katika zile byproducts za hizi pamba hizi. Unapata pia kutengeneza sabuni ya kuogea au chochote au kufulia, lakini pia unaweza pia ukatengeneza nyuzi ambazo zinaweza zikatengeneza nguo, finished products, ambapo tumesema unaweza ukapata vitenge, kanga, taulo na vitu vingine vingi, na unaweza ukaona hata kwenye mahospitali unapata bandage, taulo za mama na mambo mengine ya msingi. Naam. Hongereni sana kwa hilo, na wakati huu ninatamani tufahamu sasa, licha ya changamoto ambazo umezieleza, lakini pia elimu ambayo umetupa kuhusiana na zao hili, ni kitu gani mpaka sasa hivi ama ni vitu gani ambavyo bodi ya pamba mnajivunia, mnasema kwetu hivi vimekuwa mafanikio makubwa? Kwetu sisi cha kujivunia ni kwamba katika elimu tunayotoa imepokelewa, hasa ile ya upandaji kwa mistari 60 kwa 30. Imepokelewa vizuri sana na wananchi wengi. Lakini pia tumeeneza elimu ya watu wenyewe kujitengenezea mbolea kwenye mashamba yao. Unajua maeneo mengi ardhi imechoka. Kwa hiyo utaratibu wa kujitengenezea mbolea umefanya mafanikio makubwa sana katika uzalishaji wa zao.
Hizo ni sifa ambazo tumezipata kutokana na namna tunavyokwenda kuwasimamia wananchi wetu, lakini pia wananchi wanazidi kujifunza, kupata elimu zaidi katika utunzaji wa pamba na ubora, yani kuhifadhi ubora na usafi wa pamba katika maeneo yao. Nini rai yako sasa hasa kwa wakulima wa pamba, lakini pia kwa namna ya kipekee hata wananchi ambao tunasema ni watumiaji wa mwisho wa bidhaa hizi baada ya kutoka shambani mpaka kufikia kwao? Rai yangu kwa wananchi ambao mimi naamini ni wasikifu sana na wanachukua teknolojia tunazowapa ni kwamba waendelee kusimama au kufuata kanuni za kilimo bora cha pamba. Ndicho pekee kitakachowatoa katika hali ya wasiwasi. Sasa mtu yoyote akisimama na kufuata zile kanuni za kilimo bora cha pamba, maana yake atafanikiwa, atazalisha kwa tija. Na sisi lengo letu ni kuwataka wananchi kuzalisha kwa tija. Badala ya kuzalisha kilo 300, azalisha kwenye ekari yake moja kilo 500 mpaka 2000 au 3000, na ndiyo lengo hasa. Na wananchi wengi ndio wameanza kuona umuhimu wa kufanya hivyo, na baada ya kujua kwamba pamba ni biashara. Asante sana, tukushukuru sana Bwana James Shimbe kwa elimu nzuri ambayo umeitoa hasa kwa wasikilizaji wetu, lakini pia watazamaji wa Mwangaza Digital. Tuna imani ya kwamba kila mmoja ameelewa na ataendelea kujifunza zaidi mengi kuhusiana na dhahabu hii nyeupe kutoka shambani, kutoka bodi pia ya pamba. Nawashukuru sana. Asante sana, tukutakia wakati mwema. Nawatakia mema katika kazi zenu. Asante sana. Mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, kwa wakati huu tumemaliza mahojiano yetu hapa katika banda hili la bodi ya pamba, ambako tulikuwa na mkurugenzi wa huduma za usimamizi na udhibiti wa bodi ya pamba, na kwa namna ya kipekee ametupa elimu kubwa ambayo ametueleza kuhusiana na namna zao hili kuanzia shambani mpaka linavyofikia katika uzalishwaji wa bidhaa mbalimbali. Kutoka hapa katika banda hili la maonesho, banda la bodi ya pamba, mimi ni Rose James Kipeleka, nyuma ya kamera yuko Bilali Ali. Tunaelekea shambani kuiona hiyo dhahabu nyeupe. Karibu tuambatane sote.